Mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing umeonekana kuwa moja ya mikutano muhimu zaidi duniani kwa mwaka 2026, huku ukifanyika wakati mvutano mkubwa wa kimataifa unaohusisha vita vya Iran, biashara ya dunia, Taiwan na ushindani wa teknolojia kati ya Marekani na China. Mazungumzo hayo yalifanyika kwa zaidi ya saa 2 katika mazingira ya tahadhari kubwa ya kisiasa na kiusalama, ambapo viongozi hao walijadili namna ya kudhibiti migogoro inayoongezeka duniani pamoja na kulinda maslahi ya mataifa yao. Sasa kuna vitu ambavyo ni muhimu sana na vikubwa ambavyo vimezungumzwa katika mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa China Xi Jinping. Lakini awali ya yote, kabla ya kwenda katika vitu hivyo ambavyo wameweza kuvizungumza, tutupie macho kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikisema hadharani bila uoga wowote kumhusu rais wa China Xi Jinping. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yeye hatoacha kusema ukweli japo watu hawataki aongee ukweli. Trump amesema kwamba wakati mwingine watu hawapendi yeye aseme, lakini hatoacha kusema kwa sababu anayoyasema mara zote huwa ni ya ukweli, hata kama wengine wanachukizwa na ukweli huo. Trump amesema hayo baada tu ya kumpongeza rais wa China Xi Jinping kwamba yeye ni kiongozi bora. Amesema kwamba ni great leader kwa kiasi kikubwa sana, japo watu wengi wanabisha huo ukweli ambao rais wa Marekani Donald Trump ameuongea kwa kusema kwamba rais wa China Xi Jinping ni great leader, lakini ni kiongozi mwenye hekima na busara kubwa duniani kwa hivi sasa. Ni moja kati ya viongozi bora katika zama hizi. Sasa tutupie macho kile ambacho kilizungumzwa katika mkutano huo. Jambo la kwanza ambalo limezungumzwa kwa kinagaubaga ni vita vya Irani na Mashariki ya Kati. Hii ilikuwa ni moja kati ya mada kubwa katika mkutano huo, ambapo Trump alimuomba Xi Jinping kutumia ushawishi wa China kwa Iran ili kusaidia kumaliza vita na kuzuia hali ya Mashariki ya Kati kuwa mbaya zaidi. Marekani inaamini kwamba China ina nguvu kubwa juu ya Irani kwa sababu moja, China ndiyo mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran; mbili, Irani inategemea sana biashara na China; lakini tatu, China ina mahusiano ya karibu ya kisiasa na Tehran. Trump pia aliitaka China isaidie kushinikiza kufunguliwa tena kwa njia muhimu ya mafuta ya Strait of Hormuz ambayo imeathiriwa na vita. Kufungwa kwa eneo hilo kumesababisha bei ya mafuta duniani kupanda na kuongeza pressure kwa uchumi wa Marekani. Kwa upande wa rais wa China Xi Jinping, hakutaka China ionekane inaunga mkono mashinikizo ya Marekani dhidi ya Iran. China ilisisitiza kuwa suluhisho lazima liwe la kidiplomasia na si la kijeshi. Beijing pia imekuwa ikihofia kuwa mshindi mkubwa wa Marekani dhidi ya Irani unaweza kuongeza nguvu ya Marekani Asia na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ripoti zinaonyesha kwamba Trump aliuliza moja kwa moja kuhusu madai kwamba China inaweza kuwa inaisaidia Irani kwa vifaa vya kijeshi au teknolojia za ujasusi, lakini Xi alikanusha madai hayo na kusema kwamba China haitaki vita iendelee katika eneo la Mashariki ya Kati. Jambo la pili ambalo lilikuwa ni mada nyeti zaidi lilikuwa ni swala la Taiwan. Xi Jinping alimwambia Trump wazi kuwa swala la Taiwan ni mstari mwekundu kwa China. China inaiona Taiwan kama sehemu ya China ambayo inapaswa kuunganishwa siku moja kwa hiari au kwa nguvu. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikiisaidia Taiwan kijeshi, jambo ambalo linaikasirisha Beijing kwa kiasi kikubwa sana. Katika mkutano huo, Xi alionya kuwa Marekani ikiongeza silaha kwa Taiwan au kuunga mkono uhuru wa Taiwan inaweza kusababisha mapambano au hata vita kati ya China na Marekani. Na China ililalamikia mpango wa Marekani wa kuuza silaha za mabilioni ya dola kwa Taiwan. Lakini Trump alijaribu kupunguza mvutano kwa kutumia lugha ya tahadhari zaidi kuliko kawaida. Na China inaonekana kutumia hali ya Marekani kujihusisha na vita vya Irani kama nafasi ya kuongeza ushawishi wake kuhusu Taiwan. Hilo ni jambo la pili ambalo limezungumzwa katika mkutano huo mkubwa kabisa wa viongozi hao wawili. Jambo la tatu ni kuhusu masuala ya kibiashara na vita vya ushuru, trade war. Trump aliingia madarakani akiwa mkali dhidi ya China kwenye biashara, lakini safari hii alionekana kutaka utulivu zaidi kutokana na pressure ya kiuchumi ya Marekani. Mambo ambayo yalijadiliwa ni pamoja na moja, ni kupunguza ushuru wa bidhaa kati ya nchi hizo mbili; mbili, ni China kununua bidhaa zaidi kutoka Marekani; lakini tatu, ni Marekani kutaka mauzo makubwa ya ndege za Boeing, mazao ya kilimo na nishati kwenda China; lakini nne, ni China kutaka Marekani iondoe baadhi ya vikwazo vya teknolojia. Pia walijadili kwa pamoja
swala la rare earth mineral, madini adimu. Haya ni madini muhimu sana kwenye teknolojia za kisasa, magari ya umeme pamoja na silaha. Na China inadhibiti sehemu kubwa ya soko hilo duniani kwa hivi sasa. Hivyo Marekani inataka kuhakikisha kwamba upatikanaji wake haukatwi. Na hiki ni moja kati ya kitu ambacho kimemsababisha Marekani kupitia rais wake wa Marekani Donald Trump kwenda moja kwa moja hadi Beijing kuzungumza na rais wa China bwana Xi Jinping. Lakini Trump pia alikwenda Beijing akiwa ameambatana na wafanyabiashara wakubwa wa Marekani kama vile Elon Musk, Jensen Huang, na hii ilikuwa ni ishara kwamba Marekani inataka faida kubwa za biashara kutoka China. Inaangalia namna ambavyo wanaweza waka-maintain upatikanaji wa madini adimu ambayo kwa sasa hivi China ndiye kama bosi wa kuuza madini hayo adimu duniani. Jambo la 4 ni swala la akili bandia, artificial intelligence, AI, pamoja na teknolojia kwa ujumla. Hii ilikuwa ni mada mpya lakini yenye uzito mkubwa, na Marekani na China sasa zinashindana sana kuwa taifa lenye nguvu zaidi kwenye mambo ya AI, lakini kuna mambo ya supercomputers, teknolojia za kijeshi pamoja na kisasa. Trump alitaka kuwepo na mfumo mazungumzo kuhusu usalama wa AI ili ushindano huo usisababishe hatari duniani. Na Marekani pia ina wasiwasi kuwa China inaweza kutumia AI kwenye ujasusi, propaganda, mifumo ya kijeshi, udhibiti wa taarifa. Lakini China nayo iliitaka Marekani ipunguze vikwazo vya kuuza chips za kisasa kwa kutumia kampuni za China. Jambo la 5 ni fentanyl na dawa za kulevya. Trump aliishinikiza China kuongeza hatua dhidi ya kemikali zinazotumiwa kutengeneza fentanyl. Na fentanyl ni dawa hatari sana ambayo imeua maelfu ya Wamarekani kutokana na matumizi ya overdose. Marekani imekuwa ikilaumu China kwa kuruhusu baadhi ya kemikali zake kuingia Mexico na baadaye Marekani kupitia magenge ya dawa za kulevya. China ilikubali kuendelea kushirikiana, lakini ikasema tatizo hilo haliwezi kulaumiwa China pekee, bali kuna nchi nyingine ambazo nazo zimekuwa zikifanya hivyo, kuruhusu matumizi ya kemikali kupita katika nchi nyingine, mwisho wa siku kuingia Marekani. Jambo la 6 ni vita vya Ukraine pamoja na issue ya Korea Kaskazini. Viongozi hao waligusia kuhusu vita ya Ukraine, lakini ushirikiano wa China na Urusi, lakini pia Korea Kaskazini na silaha zake za nyuklia kwa hivi sasa, kwa sababu Marekani ina wasiwasi kuwa China inaendelea kuisaidia Urusi kiuchumi wakati wa vita vya Ukraine. Hivyo Trump amejaribu kuzungumza na rais wa China Xi Jinping ili kupunguza ile pressure na madhanio kwamba huenda China inahusika hata kama sio moja kwa moja, lakini kwa njia za siri kuweza kutoa msaada kwa Urusi, lakini pia kwa jinsi ambavyo Korea Kaskazini anazidi kutengeneza silaha nzito za maangamizi zinamfanya Marekani kuwa na wasiwasi wakati wote. Hapa walizungumzia kuhusu mahusiano ya Marekani pamoja na China. Xi Jinping alisema kwamba China na Marekani zinapaswa kuwa washirika badala ya wapinzani, huku Trump akimsifu Xi kama kiongozi mkubwa na kusema mkutano huo unaweza kuwa mkutano mkubwa zaidi kuwahi kutokea mwaka huu 2026. Hivyo hayo ndiyo mambo muhimu ambayo yamejadiliwa katika mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping, mkutano ambao umechukua takribani saa 2 bila kusimama. Dunia sasa hivi inaangazia nini ambacho kitajiri mara tu baada ya mkutano huu mkubwa, huku macho ya watu wengi yakitupiwa katika eneo la Mashariki ya Kati, katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua gani ambazo zinaweza kuchukuliwa baada tu ya mkutano huu kumalizika pale Beijing nchini China? Kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.